Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zangu, nimepewa muda wa kufanya dua na maombi ili kuweza kuweka kikao hichi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Na mimi niseme niwashukuru ndugu zangu, niingie katika maombi hivi sasa katika hali ya unyenyekevu, kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuomba na kuiombea nchi hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa utukufu wako ya rabbil alamin. Tumekusanyika hapa waja wako wanyonge na wadhaifu ya rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kile ambacho kimetukusanya hapa, utukubalie maombi yetu ya Mwenyezi Mungu, uendelee kuidumisha amani ya nchi hii ya Rabbi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kumpatia ulinzi wako rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kadhalika umpatie ulinzi makamu wa rais Bwana Nchimbi, Dr. Nchimbi. Kadhalika waziri mkuu ndugu Daktari Lamek Mchemba umpatie ulinzi. Kadhalika baraza lote la mawaziri, wakuu wa mikoa, vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa majeshi, viongozi wa usalama wa taifa, viongozi wa polisi wa Tanzania wote, kuanzia wa mwanzo na wa mwisho. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa kwa ajili ya amani ya nchi hii. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kutupigania kwa uwezo wako na kwa nguvu zako ya Rabbil Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kila ajaye kwa shari, ambaye anakusudia ubaya katika nchi hii, Mwenyezi Mungu tunakuomba mrejeshee ubaya huyo Rabbil Alamin. Sisi ni wanyonge, tumesimama hapa kama viongozi wa dini kwa niaba ya Watanzania wote, watoto, wazee, wagonjwa ambao hawajiwezi. Mwenyezi Mungu, tunalikabidhi taifa hili kwenye mikono yako ya Rabbil Alamin. Uwapatie Watanzania wote ulinzi utokao kwako. Hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hidina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بقبول والتوفيق. Kumkaribisha mchungaji Nolo aje atufungulie kwa maombi kongamano letu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi pia ya maombi. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema kwetu, aliyetulinda, aliyetutetea hata kutufikisha mahali hapa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwingi wa upendo, ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa neema sana. Mungu, tazama mkutano ulioko mahali hapa. Tumekuja kwa lengo moja. Tazama kwa habari ya nchi yetu ya Tanzania, tukitaka amani kutoka kwako Mungu. Na ndio maana hatujaanza na kitu chochote, bali tumeanza na wewe Mungu, ili tukutangulize wewe Mungu. Utangulie mbele yetu Bwana, ukipita kwenye fahamu na akili nafsi zetu Bwana. Mahali hapa tulipo tuende sawasawa na mapenzi yako Bwana. Nakabidhi mkutano ulioko mahali hapa, nakabidhi nchi yetu ya Tanzania, nakabidhi viongozi wetu mbalimbali, na mkabidhi rais wetu wa nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako, kwa sababu wewe Mungu pekee ndiye mlinzi tunayekutegemea. Maana imeandikwa katika Zaburi ya 125, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika wakaa milele. Kama Mungu unavyoizingira Yerusalemu kwa milima, ndivyo unavyowazingira watu wako tangu sasa
sasa na hata milele. Tunakutegemea Mungu kwa sababu wewe ndio tumaini, wewe ndio kiongozi, wewe ndio mwamuzi wa kila jambo. Mahali hapa Mungu, wewe ndio unayejua Bwana. Tunakwenda kusimama kinyume na hila zote za adui katika jina la Yesu, zikapate kushindwa. Amani yako Mungu ikafunike na kutuhifadhi katika jina la Yesu. Baba, tukiomba na kushukuru. Amen. Asante. Vile nimuinue Mchungaji Ayubu aje afanye maombi kwa ajili ya kufungua kikao chetu. Bwana Yesu apewe sifa. Najua tunamheshimu Mungu aliyetuumba, tufunike macho na kushukuru sana Mungu aliyetuumba. Mungu muumba mbingu na vyote vionekana pia na visivyoonekana. Tumeshikilia jua ni kwa neema yako na kwa uwezo wako. Pumzi, uhai na vyote ni vyako. Nakushukuru kwa sababu ulikupendeza siku ya leo tukutanike mahali hapa utumishi wako, watu wako, kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mungu, ninaomba uwepo wako katika mkutano huo, kwa sababu bila wewe hatuwezi, lakini ukiwa pamoja nasi ila imani kila kitu kitenda sawasawa na utukufu utakurudia wewe peke yako. Katika jina la mwana wa Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tujalie hekima na maarifa tangu tunaanza mpaka tufikapo mwisho wa mkutano. Ulisema yapendeza ndugu kikaa pamoja na kwa umoja. Tuko hapa kama ndugu juu ya taifa letu la Tanzania na viongozi wetu wa serikali hii. Tujalie pia tuanzapo mpaka tufikapo tamati wa mambo yote, nikikiri wazi, Mungu unayeanza pamoja nasi utamaliza pamoja nasi. Tunajitia mikononi mwako alikifungua kikao hiki kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi ndio tumefungua kongamano letu kwa maombi bila kuchelewesha muda. Sasa nipate kumwinua mwenyekiti wetu ili aweze kuja mahali hapa tusikie kile atakachotueleza. Karibu baba. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, maaskofu na mashehe na wachungaji, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana tena kwenye mkutano wetu unaozungumzia masuala mbalimbali ya nchi na Tanzania kiujumla. Kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari. Tuna vyombo vya kidini na vyombo vya kijamii. Niwashukuru sana 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 Babdeo na grupu lake na ndugu yetu aliyeweza kutualikia vyombo hivi, niwashukuru sana. Tunategemea kalamu zenu, weledi wenu utufikishie ujumbe huu kwa jamii nzima ya Kitanzania. Ndugu zangu, leo tumekuja kuzungumzia umoja, mshikamano, amani na kueleza nini kazi ya serikali na nini kazi ya Watanzania. Kipindi kilichopita Mwenyezi Mungu alituletea janga kama mtihani kwa Watanzania. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu akajalia janga hilo limepita. Na kwa bahati nzuri Tanzania sio nchi ya kidini. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona hapa kuna maaskofu, hawa ni maaskofu, na nyuma yetu, nyuma ya kamera kuna wachungaji, na kushoto kwangu kuna shehe, na kuna waumini wa Kikristo wako hapa na waumini wa Kiislamu. Sisi ndio Watanzania. Sisi ndio Watanzania. Lakini Watanzania sisi tunaishi kwa kuheshimiana. Huu ndio ukweli. Bila heshima, nidhamu, hatuwezi kufika popote. Tukiishi kama wauni, hatuwezi kufika kokote. Baba Askofu imani yake na Wakristo wote duniani wana imani kwamba Kristo Yesu
ni mwana wa Mungu aliye hai, na damu yake iliyomwagika pale msalabani ndio inaileta ukombozi kwao. Hiyo ni imani ya Kikristo. Na mimi kama Muislamu siwezi nikasimama na mpinga na mjeruhi askofu kwa maneno ya kihuni. Mimi imani yangu inasema Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio imani yangu, Muhammad ni mtume, na nina imani kwamba Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Hiyo ni imani. Lakini askofu hawezi kusimama kunijeruhi kwa maneno ya kifedhuli, au mchungaji. Angalieni, huu ni mfano wa kuiga. Tunakaa wote kwa pamoja, tunapokutana kwenye swala la nchi, tunakaa kujadili nini maana ya nchi na Tanzania ni kitu gani. Hili ni jambo la kumshukuru sana Mungu baba askofu. Kuna nchi zingine hawakaa, hawana nafasi ya kukaa namna hii. Wakiingia wao Waislamu peke yao au wao Wakristo peke yao. Lakini Mwenyezi Mungu kajalia Watanzania tunakaa na kila mmoja na dini yake na tunazungumza ulimi mmoja. Sasa tunachotaka kukizungumza hapa, kuna baadhi ya wanasiasa hawa ni tatizo. Lazima tuwe wa kweli na tueleze wazi bila kutafuna maneno. Hawa ni tatizo. Kuna watu usipowasapoti wamekuwa na lugha wanaitumia, wanakuita wewe chawa. Yaani usipomsapoti yeye anakuita chawa. Lakini naomba tuelewe kwamba duniani kote kuna serikali. Dunia yoyote serikali lazima iwepo, na serikali ni chombo kinachotakiwa kupewa heshima ya peke yake. Serikali yoyote duniani, hata Biblia imesema watakuja maaskofu watutambulie. Mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, yapaswa kuheshimiwa. Yoyote anayezalau mamlaka hiyo anapambana na nguvu za Mungu, na unapopambana na nguvu za Mungu usitegemee kushinda, ni kushindwa. Kwa sababu Biblia ndio inasema hivyo, sio mimi wala askofu wala mchungaji, ni Biblia. Sasa wewe kama ni Mkristo ni lazima uzingatie andiko hilo, usitumie akili zako. Na kwa Waislamu sisi tunasema ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema yeye Mwenyezi Mungu ndio umpa mtakaye na yeye ndio umnyima anayemtaka. Mwenyezi Mungu akitaka kumfanya askofu kuwa rais wa nchi huyu, hakuna kupinga. Ndio kishakuwa, ndio Mungu kataka. Kitakachofanyika ni kututumia sisi kumchagua huyu kuwa rais. Utuambie kaiba, utuambie kafanyaje, lakini ndio kishakuwa rais. Utuambie huyo ni Mkristo afai, huyo sijui ni askofu afai, ndio kishakuwa rais. Swala la kumtii lazima tumtii bila kuangalia dini zetu, kabila zetu na jiografia yetu tunakotoka. Sasa tunaposema hivi, kuitii serikali ni jambo la lazima, sio jambo la hiari, kwa sababu vitabu vya Mungu vimeshatuelekeza. Kumheshimu kiongozi wa nchi ni jambo la lazima, sio la hiari. Mungu ndio ametuelekeza hivyo, ndugu zangu wa Kristo na Waislamu wenzangu. Sasa kuna makundi yamekuwa yakitengenezwa. Mfano, taanza kugusia kwanza mema ya serikali zidi ya raia wake. Sisi tunatembea. Serikali kazi yake sio kuleta chakula kwako. Kazi ya serikali sio kuchukua mtoto wako kwenda kumpa ajira tu. Lazima tuwe sisi kama viongozi wa dini tuwe na maneno ya ukweli kuambia wafuasi wetu, ili watu wajue, tusio tunawalisha maneno yanayoamsha fitna. Ndugu zangu, sisi tuliozaliwa wakati wa Nyerere, hii nchi na maaskofu hapa wanaweza kwa mashahidi, yote ni watu wazima, wamesoma wakati wa Mwalimu. Hii nchi tulikuwa tunakula kwa foleni. Tunakula kwa foleni. Ukitaka kwenda kununua chakula mnapanga foleni ndio mnakula. Hii nchi ilikuwa tuvai viatu, tumekwenda shule peku peku. Hii nchi tulifuata shule kilomita 3 au 4 kwenda na kurudi kilomita 8. Hii nchi ilikuwa kionekana umevaa kiatu wanakuuliza baba yako anafanya kazi gani. Ilikuwa ukiwa na shati 2 za shule unaulizwa baba yako ni ofisa wa serikali. Hii nchi wakati mkoloni tunamuondoa hakutuacha na chochote, sisi tusidanganye watu. Ilikuwa kutoka hapa kwenda Mwanza au kwenda Mtwara
mnatumia mwezi mzima njiani kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, mwezi mzima. Hii nchi ilikuwa mkitaka kwenda Mwanza, kwa wale watu wa kanda ya Ziwa mtakumbuka, ili ufike kwa salama na kwa haraka ilikuwa inatulazimu tuzunguke mpaka Nairobi, tukatokee bodi ya Kenya na Msoma kule ndio tuingie kanda ya Ziwa. Sasa hizi neema zote tunazoziona, mabarabara, umeme, mashule, vyuo vikuu, hivi vitu havikujileta wala havikuja kwa bahati mbaya. Ni watu wenye akili, viongozi wenye akili timamu, wenye huruma na uzalendo, wakakaa wakaplan, ndio tukajikuta Tanzania tuna viwanja vya ndege, Tanzania tuna mabarabara, Tanzania tuna umeme, Tanzania tuna treni la umeme, Tanzania tuna kila tulichokuwa nacho kizuri. Hivi vyote vimeandaliwa, na walioviandaa ni viongozi wa serikali hii, kuanzia Mwalimu Nyerere, Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Jakaya, Mzee wetu Magufuli na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hawa ndio waliofanya kazi hii. Sasa juzi nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja, na ndio tunakuja kuyajadili hapa. Mimi nazungumza kwa muktasari tu. Nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja anasema kwamba, na shekhe mmoja nilimuona, mwanasiasa mmoja na shekhe mmoja, hatuwataji majina yao lakini wanajitambua, walisema hivi, wao hawaungi mkono hawaungi mkono tume iliyoundwa na rais kuchunguza mauaji ya tarehe 29. Wakasema baadaye Rais Samia Suluhu Hassan ni rais haramu, ni rais haramu, hana ridhaa ya Watanzania. Baadaye wakasema wanataka sasa rais aanzishe mchakato wa katiba mpya. Angalieni hawa watu, nikasema hawa watu wamelewa au wamechanganyikiwa. Kwanza wamesema wamtambui Rais Samia kuwa ni rais, angalieni. Pili wanasema hawaitambui ile tume ya rais, lakini mwisho wanamwambia rais, tunataka sasa uanzishe mchakato wa katiba. Sasa wewe uitambui serikali, itakuanzishaje katiba mpya? Angalieni matatizo ya wanasiasa wetu hawa. Yeye anataka kutufanya si kama tuna uelewa. Wewe umesema huyu askofu mtambui, sio askofu halali. Alafu ukipata na matatizo unakuja askofu niombee. Wewe mtambui, anakuombeaje mtu usiyemtambua? Kwanza mtambue kwamba askofu wewe ni mtumishi wa Mungu, ni baba askofu, una mamlaka kwangu, una uwezo wa kuniombea, sasa niombee. Na yeye atapiga goti kumuomba Mungu wake ili akuponye. Ili la kwanza tutalijadili hapa, na maaskofu wananisikia, watakuja walizungumze. Jambo lingine, kumekuwa na maneno ya fitna. Ndugu zangu wa Tanzania, sisi tunatembea, kumekuwa na chuki inatengenezwa, lakini katika chuki hizi hata ukiangalia mfumo wa mauaji yote yaliyotokea, mauaji yote ya tarehe 29, kuna viongozi wa kisiasa walisema maneno yafuatayo. Walisema kwamba nchi hii watausimamisha uchaguzi, na wakasema kitaeleweka, na wakasema wao wanatengeneza uasi. Hivi unaposema unatengeneza uasi, ndugu zangu waandishi na Wakristo na Waislamu mlioko humu, maana ya uasi nafikiri tunaelewa. Uasi ni mtu kutengeneza kundi la kupambana na serikali halali ili liondoe ile serikali halali, lijiingize lenyewe kwa nguvu Ikulu, ima kwa kutumia bunduki, ima kwa kushawishi maandamano, ima vurugu yoyote. Sasa watu wa namna hiyo kama waliweza kuchoma vituo vya mabasi ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma mapetrol station ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma baadhi ya mabasi ndani ya masaa matatu, walileta uharibifu mkubwa wa mabilioni ambao mpaka leo vituo vya mabasi havifanyi kazi. Hawa watu unasema kwamba eti askari angekwenda na mabomu ya machozi akatumia nguvu ndogo akawa anawapiga huku anaangalia action yao. Wewe una akili kweli? Mtu ameshakwambia ameasi, unasema mtu aje na bomu la machozi? Kweli wewe unajitambua? Na ndio maana Biblia ikasema mtu mmoja afe taifa likombolewe. Ndio kweli, mtu mmoja afe taifa likombolewe.
Sasa ili nalo ni jambo muhimu sana kujadili kama viongozi wa dini, isionekane wanasiasa wanataka kutulisha sisi maneno. Swala la serikali na Rais Samia Suluhu Hassan, sisi sio wasemaji wa serikali, lakini sisi ni Watanzania, hatuwezi kukwepa siasa. Siasa ndio maisha ya Watanzania wote. Ili tuweze kupata maji, umeme, elimu ilikuwa bora, lazima tupate kiongozi bora, kiongozi makini, tena mzalendo na mwenye uwezo. Dr. Samia Suluhu Hassan toka ameingia baada ya kufariki John Pombe Magufuli, wallahi mama huyu amefanya kazi kubwa sana. Asiyetaka aseme sitaki kwa chuki zake binafsi, anayetaka kusema ukweli atasema kwa ukweli wake na mwogope Mwenyezi Mungu. Huyu mama wa Tanzania tulikuwa tukisomesha watoto bure kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Huyu mama akasema watasoma kuanzia standard 1 mpaka kidato cha 6 bure. Hili ni jambo zuri. Hili ni jambo zuri. Huyu mama akajikita upande wa kutengeneza mahospitali, vituo vya afya na zahanati. Huyu mama kafanikiwa kwa asilimia kubwa. Huyu mama bado miradi yote aliyoacha marehemu John Pombe Magufuli mama ameimaliza na inakwenda kuisha. Nyinyi ni mashahidi wa Tanzania, hatufanyi kampeni, hakuna uchaguzi tena, lakini inabidi tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania wenzetu. Tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania. Huyu mama, mradi wa reli ya umeme ni mradi mkubwa sana. Lile bwawa la Mwalimu Nyerere ni mradi mkubwa sana wa trilioni karibuni 9 kama sikosei. Bwawa limekwisha. Sasa tumepata umeme wa kudumu. Kama kuna itilafu ni za kibinadamu, nchi iongozwe na malaika. Ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye leo tutambatiza jina kumuita Queen of Africa kwa kazi aliyoifanya. Si tunasema tu. Sasa wewe kama mtaki rais, useme sio rais halali, tuletee rais halali unamjua wewe. Sababu nchi na rais mmoja. Kenya yuko William Ruto, Tanzania yuko Samia Suluhu Hassan, Uganda yuko Yoweri Museveni Kaguta, Kongo yuko Tshisekedi. Sasa kama utaki hivyo ndio hivyo hivyo, pale wapi? Rwanda yuko Paul Kagame. Ukitaka hivyo ndio hivyo hivyo, usitaki hivyo ndio hivyo hivyo, na itakuwa hivyo hivyo hivyo. Kwa sababu wamesha kuwa sasa. Subiri miaka 5 ikiisha, ingiza vijana na wewe ufanye kampeni. Lakini usiende unashawishi watu kwamba hii serikali haramu, yule sio rais halali. Tunaomba vyombo vya ulinzi, viongozi wa vyombo vya ulinzi wajiuzulu. Wajiuzulu kwa kosa gani? Wajiuzulu kwa kosa gani? Vyombo vya ulinzi vimefanya kazi kwa weledi. Kama sio wao sisi tusingekuwa hapa. Wallahi na hapa na Mungu ni shahidi. Kama sio viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kusimama vizuri kwenye nafasi zao, wakawapanga wapiganaji wao wakaingia barabarani kututuliza, hii nchi ilikuwa imekwenda. Tuache ile mambo ya ushabiki. Kwa sisi tunao sababu ya msingi, na nitawashawishi sana maaskofu, wachungaji na mashehe, kila tunapokwenda katika nyumba za ibada tuiombee Tanzania amani, na tumuombee Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu na Makamu wa Rais. Hapa hatujadili imani ya mtu. Imani yako kanisani, yangu msikitini. Hapa ni nchi. Na mimi nikikutana na askofu au mchungaji lazima nimpe heshima, kwa sababu huyu ni sehemu ya amani. Anamiliki watu. Shehe anamiliki watu. Mchungaji, nyinyi wachungaji mnamiliki watu. Mnafanya kazi kubwa nchi hii. Sasa mtu anataka eti wachungaji wote na maaskofu wawe wachungaji waluwalu, kazi yao makanisani ni kutukana serikali. Hawa ni viongozi wa kidini bwana, wanajiheshimu. Yesu anasema ya Mungu mpeni Mungu, ya Kaisari mpeni Kaisari. Sasa hawa wanafanya kazi ya Mungu, hawamtumiki Kaisari. Wachungaji mnafanya kazi ya Mungu, hamumtumiki Kaisari. Na tukimaliza nitaomba kamera zielekee nyuma, dunia ione jopo la wachungaji walioko katika eneo hili. Kwa sababu watu watasema mbona tukuona wachungaji labda walikuwa wanasimuliana, wanajifariji wao kwa wao. Ndio maneno ya watu wahuni bana, kwamba tunafarijiana sisi kwa sisi. Ili iwe nini sasa?
Dr. Samia Suluhu, Queen of Africa, ni kiongozi mwenye sifa, anafaa. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa majeshi, Inspector General wa polisi, mkurugenzi wa idara ya usalama, kamishna wa magereza, uhamiaji, fire, sisi tunasema wanafaa na wataendelea kufaa. Kazi walioifanya ni kazi nzuri, imetukuka, na tunaiunga mkono na tunasapoti. Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi anafanya, nchi inakwenda, na viongozi wa dini wote nchi nzima wako nyuma yake, wako nyuma yake. Swala la kukamata watu na kuweka gerezani, ili swala ni la kisheria. Unapofanya uelewe kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kwa sababu unapotangaza mapambano na serikali na yenyewe na mkono mrefu kinyosha mkono wake, ujiandae namna kukabiliana nayo, kwa sababu wewe mtu mmoja huwezi kuwa ndio sababu ya kutufanya sisi wa Tanzania tukose usingizi. Na kama kweli kwa kumalizia Tanzania ni wa kweli na viongozi wa kisiasa, kwa nini mnazungumza mwisho wa tukio, mzungumzii chanzo cha tukio? Kwa nini? Kwa ndugu zangu, mimi niwaachie sasa maaskofu waje wazungumze, lakini sisi kama Watanzania tunasema na tunataka tutumie nafasi hii kuwaonya wa Kenya, baadhi sio wote, kuwaonya wa Kenya, wahuni wa Kenya wanaokula malungi na mongokaa, wameshiba malungi na mongokaa na kideli na sukuma wiki. Hii nchi ni yetu sisi, waiache nchi. Samia ni rais wetu sisi. Kukiwa na shida yoyote atawaita viongozi wa dini, hawa rais atasema nao na watayamaliza matatizo. Sisi hatusemewi na makamu wa rais, aliyekuwa makamu wa rais Kachagwa kule Kenya. Juzi nimemsikia anamuita Rais Samia kwamba ni criminal, international criminal. Muda wote anapelekwa. Umpeleke wewe Kachagwa rais kule, wewe nani? Kachagwa alikuwa makamu wa rais wa William Ruto, akafukuzwa. Sasa kama mtu amefukuzwa makamu wa rais, anaweza kumjadili rais wa Tanzania? Geneva ya Afrika, Tanzania pepo ya Afrika, unakuja kutujadili sisi? Watu ambao tunakaa hatuna ukabila, hatuna udini, tuna mshikamano. Wewe Kenya yao kimejaa ukabila, kila siku naambiwa Kikuyu simchague Ruto. Hiyo ni nchi ya kutujadili sisi? Sisi hatushindishi kuma wiki wala kideli, sisi tunakula milo mitatu tunashiba. Na kama wapo basi ni wachache, ni mpango wa Mungu. Na Mungu atawapa riziki tu. Na Mungu anajua maskini wapo, ndio maana kataka watu watoe zaka na sadaka, kuwafariji maskini na mayatima na wajane. Hatuwezi kumaliza umaskini, hata Uingereza, Marekani, maskini wapo wahitaji. Na ndio maana viongozi wa dini wanahubiri kila siku, wachungaji na mashehe, watu watoe zaka, watoe sadaka kuwafariji hao maskini. Sasa Kachagwa ambaye unataka eti kuwa rais wa Kenya, bado unaharibu diplomasia yako. Unaanza kumtukana rais wa nchi jirani. Hiyo nchi utaongozaje wewe peke yako? Unamtukana rais wa nchi jirani? Rais amesema tutapigwa risasi. Rais alisema kama watu wakileta vurugu watiwe bakora. Ile ni lugha ya kiuongozi. Tiwa bakora ndio. Kwa hiyo mababa askofu, mimi niwakaribishe na naomba tutambue uwepo wa Sadiki Kasim Godgodi kutoka Peace Foundation. Tunaye hapa, na tunaye Sheikh Abubakar Kada aliyeomba dua. Tunao maaskofu wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, tunao wachungaji wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na mimi ni wafariji wachungaji, msitishwe. Nataka nieleze hapa wazi kabisa kabla sijamkamilisha, msitishwe. Inchi sio mali ya mtu Mababa askofu msitishwe. Wallahi nakwambieni msitishwe. Nyinyi semeni mnaloona linafaa kusemwa. Mtu anayekuwa kutumieni message kuwatisha, baba msitishwe. Hii nchi ni yetu. Nyinyi mna dhamana la watu. Kuna watu wanakutegemeeni nyuma yenu, wapo nyinyi viongozi. Na Biblia inasema aliyetamani kazi ya askofu ametamani kazi njema. Kwa nyinyi mmetamani kazi njema, ifanyeni kwa wema. Kazi yenu sio kuamsha fitna iliyolala. Sasa nataka nimkaribishe, huyu ni Askofu Sayun,
Ni askofu Naam. Ni askofu mchungaji. Naam. Tuanze na maaskofu. Nimkaribishe Baba Askofu George. Aje aseme na Watanzania. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Awali ya yote tunamshukuru Mungu aliyetupa neema kufika hapa. Sio jambo rahisi kufika hapa, lakini Mungu ametuwezesha wakati mwingine tumefika hapa. Kama alivyotambulisha mwenyekiti wetu, naitwa Askofu George John, amtumikia Mungu pale Kinyerezi. Awali ya yote ameongea mengi, ameshatanguliza kuongea mengi sana kuhusiana na stakabadhi ya nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ya amani sana. Ni nchi ambayo katika nchi ambazo tunaweza kuona imechaguliwa na Mungu, mojawapo Tanzania. Imebarikiwa. Ina kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nchi ya Tanzania, kwa wale ambao sisi ni watumishi wa Mungu, tunaweza tukafananisha na nchi ya ahadi ya nchi zile ambayo imebarikiwa. Tanzania nayo miongoni katika nchi ambayo imebarikiwa. Mungu ametujalia kila kitu kiko katika nchi yetu. Mungu ametubariki ardhi. Mungu ametubariki rasilimali nyingi katika nchi ya Tanzania. Sasa tuna kila sababu kwa heshima ya nchi yetu na utulivu ya amani ya nchi yetu, tunapaswa kuilinda nchi yetu kwa gharama ya maombi, kuiombea nchi yetu. Pale tunapoona mambo yaendi sawa, tunao gharama kama maaskofu, mashehe na wachungaji na waumini kuiombea nchi yetu iwe salama mkononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria ndani ya mwezi uliopita, kwamba tunapaswa kama watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mashehe, nchi yetu hii ya Tanzania tumkabidhi kwa Mungu. Halo? Yaani nchi ya Tanzania tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu aitawale nchi yetu. Hatupaswi kutoa nchi yetu itawaliwe na watu wengine, lakini tumkabidhi Mungu atawale nchi yetu, wala sio miungu itawale nchi. Halo? Nchi yetu hii tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu ndiye awe mtawala wa nchi. Pamoja na kwamba kuna utawala, kuna marais, kuna viongozi, lakini Mungu ni namba moja katika nchi yetu. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kuiombea nchi yetu. Tuiombee nchi yetu amani, tuombee nchi yetu furaha, tuombee nchi yetu kustawi, kuombea nchi yetu baraka imiminike katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niseme kuna jambo lilotokea mwaka jana, ile dhoruba na hatari ambayo tupelekea hatari nyingi kutokea katika nchi yetu. Nasema kwamba kuna mambo ambayo yakiwa hatuyaweki katika utaratibu mzuri au tusiposimamia vizuri kama viongozi wa serikali na viongozi wa dini, hayo mambo hawezi kutokea. Na kwa sababu hiyo tumejifunza yale yaliyotokea Oktoba 29. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi tena yale yaendelee kutokea katika nchi yetu. Tunapaswa kuiombea na kuilinda nchi yetu. Hatupaswi vurugu wala maandamano yaliyosababisha maafa na uvurugu aina yote. Hatupaswi yatokee tena katika nchi yetu. Tunahitaji amani tawala. Halo? Tunahitaji furaha itawala. Lakini pia tuendelee kuombea rais wetu. Yako mazuri ambayo rais wetu amefanya, lazima apongezwe.
rais wa kwanza mwanamke kukaa kwenye madaraka na kuongoza nchi, amefanya mambo mazuri. Hebu tupige makofi kwa ajili yake. Pengine ana madhaifu yake, yeye ni mwanadamu bwana, hakuna malaika. Pengine ana madhaifu yake, lakini bado anastahili apewe heshima yake. Kama kiongozi wa nchi apewe heshima yake. Ukisoma Mhubiri sura 10 mstari wa 20 anasema kwamba neno hili linasema hivi. Subiri nukuu kitabu cha Mhubiri. Usimlani mfalme, la hata kwa wazao lako, wala usiwalani wakwazi wa chumbani mwako, kwa kuwa ndege wangani wataichukua sauti, na mwenye mbawa ataitoa habari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimlani mfalme. Manake tunaposema mfalme ni rais wetu anayetuongoza, na Biblia inasema usimlani mfalme wala kwa wazo lako. Sasa nashangaa katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, mtu unasubutu kutukana rais na kumlani rais, unatamani afe. Wewe kwa nini unatoa hukumu? Hukumu anastahili atoe Mungu, sio mwanadamu. Mwanadamu hastahili kutoa hukumu. Biblia inasema usihukumu, kwa kuwa na wewe utahukumiwa. Na kwa sababu hiyo hatupaswi kama viongozi, kama Watanzania, kutoa neno laana yoyote kwa kiongozi wetu, kwa rais wetu. Rais Samia Suluhu Hassan hautakiwi kutoa wazo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma Warumi sura ya 10, mimi ni mwalimu, mchungaji, mwalimu. Warumi sura ya 10 ule mstari wa kwanza. Warumi sura ya 10. Kidogo tungepata tuingie kwenye darasa kidogo. Warumi sura ya 10 ule mstari, Warumi sura 13 mstari wa kwanza. Kila mtu aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ni andiko, sio story, ni andiko, si hadithi, ni andiko. Biblia inasema kila mtu aitii, kila mtu. Manake mchungaji, askofu, maimamu, mashehe, washirika, manabii, mitu, kila mtu kwenye nchi hii aitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Haleluya. Manake mamlaka, utawala huu uliopo huu unaotoka kwa Mungu, tunapaswa kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuheshimu. Katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, sheria zimewekwa ili mwanadamu asitoke kwenye sheria. Kama kuna sheria katika nchi, manake mwanadamu anaweza kumzuru mtu ovyo ovyo, piga mtu risasi. Lakini sheria zimewekwa ili watu watii sheria. Sasa usipotii sheria, vyombo vya dola itakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao mnatukana rais na kumdhalilisha rais, vyombo vya dola itawashughulikia, kwa sababu tunapaswa kuheshimu na kutii kiongozi wetu wa nchi yetu. Nilisema mwanzo, hata kama na udhaifu aina gani, unapaswa kuheshimu. Unapaswa kumheshimu. Na Watanzania wote tuko hapa kwa ajili ya kujenga mustakabali ya kuheshimu Watanzania wote. Nafikiri hivi ninavyozungumza sionekani kwenu, naonekana dunia nzima. Na kwa sababu hiyo, kila mmoja anasikia sauti hii, tuijenge nchi yetu kwa amani. Tuijenge nchi yetu
kwa utulivu, tuijenge nchi yetu kwa unyenyekevu, tuijenge nchi yetu kwa maombi. Tukifanya hivyo, hatutaingia tena kwenye vurugu iliyotokea mwaka jana. Tukifanya hivyo, hatutaingia tena kwenye vurugu iliyotokea mwaka jana. Tukiheshimu, yani wewe ukiheshimu mamlaka, hakuna baya lolote linaweza kutokea. Na ndio maana nchi yetu, nashukuru sana nchi yetu, tangu utawala mpaka sasa hivi tuliopo, yako mambo mengi yametendeka. Sisi wenyewe ni mashuhuda wazuri. Barabara zimejengwa, mambo mengine yameboreshwa, miundombinu. Mungu amesababisha kupitia viongozi wetu, nchi yetu inajengeka sasa, inamarishwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Shule zetu sasa hivi, shule zimeboreshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuheshimu nchi yetu na kuilinda nchi yetu, kwa sababu ndio tunu pekee tuliopewa katika nchi hii. Kila mmoja akiwajibika kwenye nafasi yake kuhakikisha tunajenga nchi kupitia amani na utulivu na unyenyekevu, nchi yetu itakuwa ni kisiwa cha amani. Watu wengine watatoka nchi za mbali, watakuja kujifunza kwetu kile ambacho tunachopitia kama ni amani, tukijenga utaratibu. Mwisho niseme neno moja, kila mmoja ana wajibu wa kuilinda nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana wajibu kuilinda kwa maombi, kuilinda kukemea fujo, kulinda kukemea uharibifu, kulinda kukemea maandamano, kulinda kuikemea wale wanaosimama na kumtukana rais, kukemea. Yani kila mmoja awe wajibu, awe balozi mzuri. Unapoona jambo lolote linalozungumzwa vibaya, wewe uwe balozi wa kuiwakilisha nchi yetu. Haleluya. Ukiona mtu mmoja anamtukana rais wetu, wewe uwe balozi wa kuwakilisha nchi yetu. Ukifanya hivyo, tutapata amani. Mwisho, mimi niwakemee au niwaonye wale ambao wanasimama na kumtukana rais. Naomba muache mara moja. Kama una kazi ya kufanya, tafuta kazi yoyote ufanye, lakini sio kumtukana rais. Na kama una kazi ya kufanya, hebu jaribu, nenda tafuta kazi yoyote ikupe bizi ya kufanya, kuliko kufanya vitu vingine. Unapofanya vitu kama hivyo, unajitafutia laana wewe. Unajitafutia laana. Kumtukana kiongozi wa rais juu, wa ngazi ya juu, unatafuta laana wewe. Laana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaombe watumishi wa Mungu na Watanzania wote, mashehe na viongozi wa dini, tuilinde nchi yetu, kwa sababu Nashukuru Baba Askofu, nashukuru sana. Umezungumza maneno mazuri, maneno yaliyoiva, yanakwenda na wakati na dunia inapokwenda. Na wale watu wanaomtukana rais, nafikiri hawajamuelewa. Watanzania wenzangu, kipindi Magufuli amefariki, sisi Waislamu tunajua aliacha, kulikuwa na mashehe zaidi ya 50 wako jela. Nini mashehe maaskofu? Au mashehe mpaka baadhi ya viongozi maaskofu walisema waachiwe, waliwafanyia maombi. Wako maaskofu walipiga kelele na wachungaji dunia, lakini walikuwa jela. Mungu ni shahidi. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, kawatoa wote, wakiwemo mashehe wa Uamsho Zanzibar. Lazima tuwe wa kweli na tuwe na shukrani. Tusisubiri Samia afe ndio tuanze kumsifu, kumpaka mafuta kwa kilema kwa mgongo wa chupa. Tueleze yuko hai. Amewatoa mashehe wote jela, wote. Kulikuwa na baadhi ya wafanyabiashara wako korokoroni, Lugemalila na ndugu yake Seti, waliambiwa na mzee Magufuli, rudisheni pesa niwaachie.
Lugemalila akarudisha, Secha alirudisha kidogo kama sikosei. Lugemalila akasema mimi sirudishi, kama jela nimeshakula kutosha, wacha nifie jela na watoto na kadhalika. Yule mzee alikuwa akija mahakamani, yule mzee Lugemalila Muhaya, mtu wa Bukoba, yule ni Mkatoliki, alikuwa anakuja na rozari yake, msalaba mkubwa sana, ili anatia imani mzee. Anasali pale sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mahakamani. Lakini alirudishwa jela. Mama akaja akasema hapana, nimesamehe duniani na mbinguni, akamtoa. Sati aliwahi kusema nina puto tumboni litapasuka, naomba niende India likatolewe. Wakati ule wakamwambia litatolewa Muhimbili, wewe rudi Segerea. Akasema hamnihurumii. Wakamwambia kwani ulivyokuwa unatuibia wewe ulituhurumia? Rudi Segerea Seti. Mama alipokuja akamwambia mzee, nimekusamehe, toka. Usio wema. Tuzangu ni wema. Huu ndio ule wema Yesu alisema kupigia shavu la kushoto mgeuzie na la kulia. Akunyang'anyia kanzu mwachie na joho. Kwa hiyo mama anafanya kazi za mitume. Huu ni unabii wa kutosha kabisa. Kulikuwa na wanasiasa wengi wako nje, walikimbia nchi, akiwemo Tundu Lissu, akiwemo kaka yangu God bless Lema, akiwemo yule Wenje. Walikuwa watu wengi wako nje. Mama alipopata nchi akawaita wote, wanangu njoni, wadogo zangu, kaka zangu, tufanye siasa. Wote aliwaita mama. Lissu alikuwa Ubelgiji, mama amekwenda amekutana naye, akamwambia rudi nchini. Akasema nataka pesa yangu, mama kawarudisha pesa zao zote. Wakati wa Magufuli Chadema walifungwa wote, kama mkumbuki, walifungwa jela. Sio mahabusu, walifungwa wakanyoa vipale vya wembe ngua. Hawa mkumbuki. Atumsemi Magufuli vibaya. Mtu asije katunukuu. Magufuli amefanya mambo mazuri nchi hii. Mungu kamchukua, ni mzee wetu, ni kiongozi wa nchi, anapaswa kuheshimiwa na familia yake iheshimiwe. Lakini tunazungumza tulimopita. Walifungwa tena, akaunti zao zote zikafungwa ili wasitoe faini wakatoka jela. Mama amekuja akawarudishia mapesa yao, chama chao kikawa kinapata ruzuku. Lakini haya yote kwa nini binadamu hatuoni? Kwa nini hatuoni wema wa mtu? Ndugu zangu, na wale walikuwa kimtukana Magufuli wakati ule, eti ndio wamejitokeza sasa hivi wanajifanya wacha Mungu, wanasema Magufuli alikuwa mtu mwema sana. Nyinyi mko mnasema Magufuli dikteta. Leo amekuwa mtu mwema kwa sababu amekufa, hana uwezo wa kujibu. Jamani wa Tanzania, tuache unafiki, tuwe wa kweli. Kwa Samia Suluhu Hassan ni Queen of Africa. Leo tunamuita hivyo na Tanzania wote wamuita hivyo. Sasa namkaribisha tena Askofu Gervas. Huyu ni baba Askofu Gervas. Ninamkaribisha aje aseme, watabaki wachungaji wawili na shehe mmoja. Si ndio kwa ratiba yetu ili tuweze kumaliza. Namkaribisha baba Askofu Gervas aje aseme neno. Baba Askofu, huyu ni askofu kwa kweli na sio mchezo. Asalamu alaykum. Mimi namshukuru Mungu kwa kulipa neema hii na kibali cha kusimama mbele yenu waandishi wa habari, lakini pia niwashukuru waandishi wa habari kwa kutikia wito huu wa kuja kwenye mkutano huu ili kuweza kuwakilisha maneno yetu tutakayosema mahali hapa kwa taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu, kuna mengi ameshasemwa na waliotangulia kabla yangu, na mimi na machache nitaongeza kati ya yale ambayo waliotangulia wamekwisha kusema. Nitarudia kwenye kikao cha mara ya kwanza kabisa kabla hatujaingia uchaguzi mwaka jana. Tulishawahi kuja mbele ya waandishi wa habari, na moja ya rai yangu kwa taifa, niliomba Watanzania kuwa na utulivu, kuheshimu mamlaka iliyopo madarakani. Nilisema
kupiga kura ni haki ya mtu, lakini kufanya vurugu ni uhalifu. Nikasema ni vizuri ukajitokeze ukapiga kura, kwa sababu ni haki yako ya kimsingi. Lakini ukiona kama haki hiyo sio muhimu sana kwako, baki nyuma, usijitokeze kufanya vurugu, kwa sababu nchi hii ina vyombo vya dola. Ukifanya vurugu watakuadhibisha. Niliomba sana, nikawasihi sana, msiwasikilize wachache wanawadanganya, wanawaambia muandamane, wenyewe hawatokei mstari wa mbele. Mtakaoumia ni nyinyi. Leo kuna mambo kama yale yanaanza tena kujirudia. Wanaanza kusema tena habari ya maandamano, tutokee tuandamane, tukaandamane. Ndugu zangu wa Tanzania, mmesahau leo tu, mmeshasahau iliyotokea Oktoba hapo 29. Mmeshasahau tayari. Tujifunze kwa yale yaliyotokea, tusipende yarudie yale. Ili ni tatizo, ni hatari. Tukumbuke tulikaa lockdown siku ngapi? Siku 5. Kilo moja ya unga ilikuwa shilingi ngapi? Shilingi 5,000. Na ukienda unauziwa kilo hii moja, haijalishi mko 7, mko 10, mko 20, utauziwa kilo moja shilingi 5,000. Hali ilikuwa mbaya. Siku 5 tu. Atujifunze. Anatokea mtu anasema tuandamane, tufanye vurugu tena. Hapana, hapana. Tusipende kurudi kule tulikotoka. Watu kama hawa wanapaswa kupuuzwa. Tuwapuuze. Tuachane na wanasiasa ambao wanataka kuligawa taifa hili. Tunapenda siasa, tunapenda siasa, lakini siasa za kutugawa, hapana, hatukubaliane nazo. Siasa tunapenda, lakini siasa za kutugawa hatukubaliane nazo. Haijalishi nani atafanya siasa hii au upande gani, hatutakubaliana nao kabisa. Awe ni CCM, iwe ni Chadema, iwe chama gani, akifanya siasa za kutugawa, huyo tunamkataa. Lakini akifanya siasa za kutuweka pamoja, tutashikamana naye. Niwaombe wa Tanzania, naomba sana kwenu, eleweni hili. Tuna wajibu wa kuilinda nchi yetu. Nchi hii ni ya kwetu. Mimi ni Mtanzania, kwetu hapo karibu tu hapo kijijini. Yaani likitokea kutokea sina pa kukimbilia, ni hapa tu. Hao nao wadanganya, likitokea kutokea wana mahali pa kukimbilia. Na wakati mwingine wanafanya vurugu, watoto wao, wake zao, familia zao haziko hapa. Wewe na mimi tutaenda wapi? Tutaenda wapi? Tuna wajibu wa kuilinda nchi hii. Mimi najivunia kuzaliwa kwenye nchi ya Tanzania. Najivunia sana, najivunia na nafurahi kwa Mtanzania, kwa sababu moja, nchi hii haina udini. Unaona hapo tulipo, tuna Wakristo na Waislamu, tuko pamoja, tunaongea lugha moja. Naipenda nchi yangu, haina udini. 2, haina ukabila. Siwezi kwenda sehemu fulani wakasema tukusaidie kwa sababu si kabila letu. Nchi hii haina ukabila. Kwa hiyo nafurahi kuzaliwa kuwa Mtanzania. Kwa hiyo kama nikifurahi kuwa Mtanzania, basi na wajibu ya kulinda Tanzania. Sitakuwa tayari kuambatana na yeyote yule ambaye ana kusudi, ana malengo ya makusudi kuigawa au kupoteza amani hii ya Tanzania. La pili,
sifurahiwi na vitendo vya wachache, sifurahishwi nao na vitendo vya wachache ambao kwa makusudi kabisa anaingia mtandaoni kwa kasimu kake cha shilingi 2,000 3,000 anaamua kumtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sifurahishwi na vitendo vya namna hii. Haijalishi una uwezo kiasi gani, una elimu kiasi gani, lakini ukiwa na tabia namna hii nakuona ni wahovyo tu. Ni wahovyo kabisa. Kwamba wewe si mstaarabu na hauna ustaarabu na hauna maadili. Kwa sababu mtu aliyozaliwa kuwa na maadili huwa hatukani wakubwa. Sisi wakati tunafundishwa na wazazi wetu, kuna vipimo tulikuwa tunapimwa na wazee. Unakutana mzee barabarani anakwambia hivi, kijana, ukienda ukimwona babako mwambie niombe kitu fulani. Alafu unaangaliwa, utapeleka hayo maneno kwa mzee wako? Kwa hiyo ukipeleka maneno, mzee anasema hivi, hakuniambia yule, umesema wewe. Kwa hiyo anakuwajibisha ili kukuta discipline. Kwa hiyo tumelelewa kwenye malezi ya kuwa na discipline, kuheshimu wakubwa. Tukiona barabarani mtu mzima amebeba mzigo na msaidia, tumelelewa namna hiyo. Na kushangaa, wewe ni Mtanzania wa wapi usiheshimu wakubwa? Umelelewa kwenye maadili gani? Mbona mimi nakushangaa wewe? Ni wa wapi wewe ambao unashinda mtandaoni kutwa kutukana tena rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania? Unatukana kweli? Inawezekana uelewe. Mimi acha nimalizie pale ambako umesoma George, pale chini ile Warumi 13. Mtasoma kwa mstari wa 2. Alisoma mstari wa kwanza. Mimi nasoma mstari wa 2. Ile Warumi 13. Nasema hivi: hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Unapojaribu kushindana na mamlaka iliyoko juu, unashindana na Mungu, na kile kinatokea utakutana na hukumu ya nani? Ya Mungu. Usitafute hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu ni mbaya. Hukumu ya Mungu inaua. Hukumu ya Mungu inatesa. Watu wa Mungu wa Tanzania, niseme tu kwa kumaliza machache haya kwamba uchaguzi umeisha. Uchaguzi umefanyaje? Umeisha. Jukumu tuko nalo sasa kulijenga taifa. Tuache propaganda. Hizo propaganda za wanasiasa hazitupeleki popote. Tulijenge taifa. Halo? Tulijenge taifa. Taifa ni la kwetu. Wa kulijenga ni sisi. Tukikaa kwenye malumbano, hatuwezi kujenga taifa, tulipotosha. Hiki kizazi chetu hiki ndicho kizazi tunakipeleka wapi? Watakuwa ni watu wa namna gani? Hapana. Tuna jukumu la kujenga taifa. Tumwache rais afanye kazi. Tumwache rais afanye kazi. Kama viongozi wa dini tunasema, rais, songa mbele. Songa mbele. Songa mbele, tuko pamoja na wewe. Songa mbele. Yale ambayo umefanya tuliyaona. Umefanya mengi tuliyaona. Umetangulia amesema, nasema na mimi na support na nakiri kwamba tumeona utakifanya. Songa mbele. Mungu akubariki. Sasa kutokana na muda, nisichukue muda, nimkaribishe Shekhe Abubakari Kada. Shekhe Abubakari Kada, dakika zako njoo zitumie, na mchungaji Sayuni ujiandae. Karibu Shekhe. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru ndugu maskofu mlioko hapa na ndugu wachungaji na ndugu waandishi wa habari na waumini mlioko wengi hapa, mabibi na mabwana.
nimepata fursa ya kuongea na nyie juu ya machache ambayo yanaikumba nchi yetu. Kwanza mimi nitakazia walipoishia wenzangu. Juzi nafikiri kama sikosei, mwezi huu tume iliyopewa kazi na rais ilikabidhi ripoti. Ndani ya ripoti ile tume imeeleza wazi kwamba watu waliokufa kutokana na vurugu walikuwa watu 500 waliokufa, lakini kadhalika uharibifu wa mali uliotokea ni mkubwa sana. Takribani sheli zaidi ya 40 zimechomwa moto. Mali za watu, maduka ya watu yameporwa na vikundi vya kigaidi ambavyo wenyewe walikuwa wanasema wanaandamana. Lakini mimi niwaulize swali, hivi mtu anayeandamana anachoma moto sheli, anachoma vituo vya mwendokasi, huyu ni mwandamanaji kweli? Na nataka nikwambieni ukweli, hapa Magomeni wanajeshi walifanya kazi ya kuwazuia watu wasiingie Kariakoo, na pale kwa mkuu wa mkoa walisema inatosha, hapa sasa hamwezi kwenda tena. Hii inamaanisha nini? Wangefika Kariakoo leo hakuna nchi, maduka yote yangepigwa moto, uporaji ungekuwa mkubwa, na walikuwa wanasema wanakwenda feri kulipua matanki ya mafuta ili nchi iparalyze, ishindwe kujiendesha. Na kikundi kingine kinaelekea Kinyerezi pale ambapo unazalisha umeme wa gesi, wakalipue mfumo wa umeme wa gesi, nchi isimame. Hawa kweli ni waandamanaji kweli? Hawa walikuwa ni magaidi. Kwanza hata kuwafungulia kesi za uhaini, nafikiri serikali ilikosea, ilitakiwa kesi ya ugaidi. Hivi ni vitendo vya kigaidi. Leo watu wa Mbezi mpaka leo wanapata shida ya usafiri, shilingi 7,000 kwenda Mbezi. Mwendokasi haijarejea katika hali yake ya kawaida. Lakini mimi nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hivi, ikiwa Rais Samia amekiri, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba amesikitishwa na yaliyotokea na ni matamanio yake kwamba isitokee tena katika historia ya Tanzania. Amesema hakusema? Kama amelisema hili, sasa nizamu ya vyama vya siasa, Chadema, nizamu ya askofu au tuseme katibu mkuu wa teki Bwana Kitima, walaani vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na makundi ya waandamanaji. Lazima walaani, kwa sababu siku zote nao wanazungumzia upande mmoja, lakini upande huu ushakiri kwamba mahoja yametokea na serikali imesikitishwa. Sasa hivi ni zamu ya ndugu zangu sasa nao wakiri, walaani mauaji. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kilani matendo yaliyofanywa na hivi vikundi vya kigaidi. Na kama wasipofanya hivyo, tuna mashaka pengine nao wao walikuwa nyuma ya majambo. Tuna mashaka. Na mimi nasema ile tume, ndio maana rais akasema kwamba ile tume ni tume ya rais, yaliomo yasitolewe nje. Lau yakitolewa nje tutakimbiana hapa. Ile inaitwa Pandora box. Kuna hadithi ya Kigiriki inasema, maana Wagiriki ni wapagani, lakini walikuwa wanaamini hadithi ya Pandora box. Wanasema mwanadamu wa kwanza Kigiriki alikuwa anaitwa Pamotheo, ni kama Adamu, kama simulizi yao ya kipagani, lakini alikuwa na mke wake. Sasa huyo mwanamke wake alikuwa ni mbishi, kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa. Akaenda akafungua ile boksi. Alifungua ile boksi tu, matatizo yote yakajitokeza, majanga, wizi, ujambazi yakajitokeza. Ndio maana Samia ameamua kuwasitiri. Amesema ile tume ikimwagwa hapa tutakimbiana. Kuna watu wamehusika. Tunao ushahidi, watu walikuwa wanakaa Msimbazi wakipatanisha hicho chama, kati ya Tundu Lissu na mwenzake wapatane. Kiongozi mkubwa sana wa nyumba ya ibada. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema ndugu askofu, kule Kongo kuna dhehebu moja lilikuwa linasimamia uchaguzi wa Kongo, ili mgombea wao washindi anaitwa Fayulu. Sitaji hilo dhehebu kwa sababu hilo dhehebu kule Kongo ni 80%. Lakini matokeo yake Kabila akafanya njama akashinda huyu Tshisekedi. Lile kanisa likawa limefanyaje? Limeshindwa. Sasa ndugu zangu, niseme ukweli, na mimi nitaongea ukweli hapa leo. Tanzania hakuna dhehebu moja ambalo linaweza kumweka rais madarakani. Hakuna.
Sisi Waislamu hatuna uwezo huo, wala kanisa moja halina uwezo huo kumweka rais peke yao. Haiwezekani, lazima tuwe pamoja. Na hili lazima tuseme kweli. Mimi niseme hivi, rais aliyepita wa awamu ya 5 ametujengea msikiti mkubwa kuliko misikiti yote Afrika Mashariki. Uongo kweli? Ni Mkristo, alikuwa Muislamu. Aliyekuwa mkuu wa mkoa Makonda, BAKWATA walikuwa hawana ofisi. Hawana ofisi ya kuendesha taasisi zao. Makonda akaenda akasimamiwa ofisi ya BAKWATA imejengwa ya gorofa pale. Makonda alikuwa Muislamu? Alikuwa Mkristo? Acha huyo, Magufuli amejenga msikiti kule Bukoba, amesimamia, na kule kwa Uchato amesimamia. Benjamin Mkapa aliwapatia Waislamu chuo kikuu Morogoro. Mkapa ni Muislamu. Sasa mimi nataka niseme leo, unielewe vizuri. Sisi Waislamu, kiongozi yoyote, rais yoyote atakayekuja tutamsupport. Awe Mkristo, awe mpagani, awe mlokole, awe Mwangilikana, tutamsupport kwa sababu ni Mtanzania. Hatutokuwa wasaliti. Tutaungana na kiongozi yoyote ambaye anatawala nchi. Na watu wasifikiri kwamba sisi kusupport haya mambo kwamba sisi labda tunatumika. Hivi kama alivyosema ndugu mchungaji hapa, ingetokea vita tunapigana leo, tungekuwa na hali gani? Siku 5 tu tunalia. Mimi fujo imetokea ila nilikuwa nayo, lakini shekhe, sehemu ya kula hakuna. Tunalia. Sasa leo tena wanaturudisha kule. Inawezekana vipi? Na mimi niseme, maandamano si kitu kibaya, yamo kikatiba. Kenya alipoanza maandamano ya Gen Z wakati mwaka jana William Ruto, Tanzania ndio Samia kafanya maridhiano na Chadema, Mbowe na Tundu Lissu walianza kuandamana nchi nzima. Tundu Lissu anaandamana Magomeni, nimemuona na mguu wake anatetemea, anawaambia polisi, polisi wanamsindikiza, anasema nyie ndio mmenivunja mguu, mmenipiga risasi. Polisi wanamsindikiza. Waliruhusiwa kuandamana nchi nzima. Lakini walivyoona maandamano ya Kenya yamenoga, sasa wazalama anasema ngoma inogire, nao wakasema Samia must go. Kama walivyosema Ruto must go kule Kenya, nao wakaanza Samia must go. Ikaonekana kumbe lengo lenu ni kupindua serikali, maandamano yakazuiwa. Kwa hiyo mgema akisifiwa anaongeza kwenye pombe maji. Hebu tuache masifa. Hivi wewe unaposema umtambui rais, wewe nani? Jana nimemsikia balozi wa Marekani anaitwa William Trichman, alikuwa anaongea kwenye bunge la Senate la Marekani. Anasema anakuja Tanzania na atafanya kazi na serikali ya Tanzania. Kwa Tanzania ni nchi muhimu sana Afrika Mashariki, na ina madini muhimu wanayataka. Wanasema watayachimba kwa maslahi ya nchi zote mbili. Balozi wa Marekani ambaye ni mteule, juzi siku ya 3, anayetambua serikali ya Tanzania, ndio maana anakuja kufanya na mikataba ya uchimba madini. Sasa wewe Chadema wabuza na Kimpangulile na Mbagala unasema mtambui Samia? Hivyo una akili kweli? Ndio maana tunasema hivi, lazima ifike mahala sisi tukemee haya mambo kama viongozi wa dini. Kusema kwamba Samia hajafanya chochote ni uongo na ni unafiki. Barabara za mwendo kasi kuanzia Gongo la Mboto, Bibi Titi Mohamed kupitia hapa Posta mpaka unakwenda Tegeta, gharama yake unajua shilingi ngapi? Bilioni 368. Na zinajengwa zinaelekea kuisha. Ile shopping mall iliyoko Ubungo inaitwa East Africa, gharama yake ni bilioni 520, imeisha na inafanya kazi. Na maduka yanafanya kazi. Juzi Samia amesaini mikataba 9 na rais wa Kenya, ikiwemo kupeleka gesi Mombasa. Sisi watu wa kaskazini, maana mimi kwetu ni sehemu inaitwa Ugweno mlimani kule, ukienda Moshi kuja huku ni masaa 10. Samia sasa hivi amesaini mkataba na Ruto kuunganisha reli ya SGR kutoka Bagamoyo kwenda Sadani, Tanga mpaka Serengeti kwa Wakuria kule.
Kwa mimi nitakwenda Moshi kwa masaa 3.5 kwa treni ya mwendokasi. Alafu wewe ushakula dona lako na dagaa chungu, unasema eti Samia hafai kuwa kiongozi. Hivyo wewe unajitambua kweli? Kwa hiyo tunasema kwamba kama alivyosema Sheikh Mwaipopo, Samia ni malkia wa Afrika. Utake usitake. Tumuongeze mama makofi mengine zaidi. Kwa hiyo kwa kumalizia, kwa sababu muda tuko wengi wazungumzaji, niseme hivi kwamba ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa nia njema ya kutafuta amani ya nchi hii na maridhiano. Vijana wetu kwenye mitandao wanatukana sana. Paka yule jaji amesema ametukana matusi, simu 300 wanapigiwa Sheikh. Kuna mjinga mmoja ametunga wimbo anamtukana yule jaji. Hamjasikia nyinyi kwenye mitandao? Matusi ya ngoni kabisa anamtukana, eti katunga wimbo na ni Mtanzania mwenzetu, sijui nani anataja viungo vya mwilini. Huna hata aibu Sheikh, unamtungia jaji mtu ambaye anaheshima, amefanya kazi katika mahakama ya Tanzania. Matusi makubwa, na ni vijana wetu, alafu unataka misifa. Ukikamatwa leo, wazazi wako wanatia huruma. Samia, tunakuomba mama, mtoe mwanangu. Kamata, weka ndani. Tunataka Watanzania wenye akili timamu. Mtu mwenye mamlaka kama alivyosema Sheikh. Namalizia aya ya Qurani. Kuna mtu mmoja anaitwa Nimrod. Huyu Nimrod alikuwa ni mpagani, alikuwa anatawala Iraki au Babylon. Huyu bwana aliishi ndama za Nabii Ibrahim. Alihojiana na Nabii Ibrahim na alijiita Mungu. Lakini Qurani inasema alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbi. Je, umemwona yule ambaye amehojiana na Nabii Ibrahim? Walikuwa wanajadiliana. Mada ilikuwa Mungu ni nani? Ibrahim akasema rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, Mungu wangu ni yule ambaye anaua na anafufua. Yule mpagani akasema kama ni hivyo hata mimi Mungu ana uhi wa mimi naua na fufua. Akachukua mfungwa mmoja ambaye alimaliza kifungo akamuua. Yule aliyekumua kifo akamwachia huru, akasema hapa nimeua na nimefufua. Ibrahim akasema inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq, Mungu wangu mimi, maana kashaharibu mada ya jamaa. Ibrahim akaama mada akasema Mungu wangu mimi ni yule anayetoa juu ya mashariki na kuleta magharibi. Hiyo ndio nidhamu ya Mungu. Kama na wewe Mungu sasa litoe magharibi ulipeleke mashariki, yule bwana akashindwa. Nabii Ibrahim akaibuka nini? Kidedea. Hii inasema hivi, Qurani imesema huyu mtu Mungu alimpa ufalme, lakini anajiita Mungu, lakini Qurani inasema Mungu alimpa utawala. Samia akapewa utawala na Mungu. Sasa wewe ukiandamana na yebo zako kutoka Tandale, Buza, kwa Mtogole, eti umuondoe Samia, utapigwa. Serikali imewapa mafunzo watu, kuna watu mikomando shekhe wanakaa porini tu. Hawana huruma hata kidogo. Wala hawajui siasa. Kazi yao ni kuua tu, wapo. Sasa wewe ukijifanya mjinga eti na wewe unatukana, una kisimu chako cha mkopo, kila siku unalipa shilingi 1,000, utaumia. Kwa hiyo tumesema kwamba sisi viongozi wa dini tutaendelea kutetea amani kwa gharama yoyote ile. Iwe mtatutukana, mtagaragara, mtacheza, lakini tutaendelea kusema amani iwepo. Atuache. Mkisema amepewa bahasha, kwani serikali kwa mfano ingetupa bahasha, kuna ubaya gani? Wewe na kuuma nini? Si wa Tanzania, mbona wabunge wanapewa milioni 20 kwa mwezi? Ikiwa mbunge analipwa milioni 20 kwa mwezi, kumpa share au mchungaji au nani useme amenunua nani ni kosa? Wapewe. Wape hata milioni 10 20. Serikali haipati hasara. Maadamu wanapigania nini? Amani. Wewe acha wivu na roho mbaya. Wazaramu wanasema kisokoro kwinyo. Kwa hiyo kwa hayo machache ndugu zangu, nimalize kwa kusema kwamba tuna sapoti Queen of Africa na serikali yote. Mungu ibariki Tanzania, kazi iendelee. Asante sana Abubakar Kada Sheikh kutoka Kilimanjaro, Ugweno kule milimani.
leo amesema. Sasa kwa haraka, ni kweli kazungumza kweli ndugu zanguni. Mambo ya utawala na toa ni Mungu. Kuna watu waliutaka utawala nchi hii mpaka wamekufa hawajaupata. Huu ni kweli. Kuna watu waliutaka utawala wakahama chama hiki wakaja hiki hola, wakaamua kulizeni tena wakarudi walikotoka. Kwa hiyo mambo ya utawala na toa ni Mungu. Na mimi niwaeleze ukweli, Samia kutafuta uraisi wallahi kaokota dodo kwenye majani. Baada ya mheshimiwa, kwanza ukiangalia hata uteuzi wake Rais Samia kuwa mgombea mwenza kule Dodoma, hakujua yeye mwenyewe, anakuambia alikuwa amekaa kinyonge tu nyuma ya mlango. Watu wanaimba tuna imani na Lowassa oya, kumbe Mungu anazungusha tu jicho lake. Kisha mpanga Magufuli na Samia. Kampa Magufuli miaka 5, Mungu kamchukua Magufuli wa watu. Kamwambia mama sogea sasa ule kuku. Samia rais. Sasa utabaki umenuna tu kama umekula ndimi ya alfajiri umenuna, inakusaidia nini? We mzee, taumia. Na mimi niwaambie kwamba ndugu zangu, mtu kuwa rais si jambo la mchezo. Rais ana watu. Rais ana watu ana vipala kuanzia hapa mpaka huku. Kila kipala akijui msikiti wala kanisa. Kinawaza serikali tu. Wapo watu namna hiyo. Wallahi nakwapieni. Sasa watu wasifikiri, siku ile nilisema kazi ya serikali ni kutia huruma. Kazi ya serikali sio kutia huruma hata siku moja. Ndio maana serikali zote zinasema hazina dini. Dini ndio chombo cha huruma, sio serikali. Serikali inakwenda kwa kanuni, sheria na katiba na mifumo inayotoona kwamba ni sahihi. Sasa utapoteza muda bure. Unakwenda kuambia watu msiingie kwenye uchaguzi, wakati kazi ya chama cha siasa ni kutafuta madaraka, kukamata dola, kutafuta nafasi ya ubunge, kutafuta nafasi ya udiwani, kutafuta nafasi ya urais. Na ukishapata nafasi 3 hizi kwa moja ukawa mbunge, jambo la kwanza tusidanganye watu, kile unachopata ni maslahi yako wewe, mkeo na watoto. Kula vizuri, kuvaa vizuri, kulala pazuri. La kwanza, tusidanganye watu hapa. Hakuna anayepata mshahara wa ubunge akauleta kanisani au msikitini hata siku moja. Hata fungu la 10 hawatoi wengine. Hawatoi. Ni maslahi ya chama chako. Ya 3 ni maslahi ya nchi yako. Sasa haya yote umwakosesha wenzio. Unawaambia msigombee. Baba, hii dunia iende taratibu. Dunia ni tambala bovu, ukishirika vibaya linatatuka. Ukienda ovyo utaumia. Tulia. Pole pole. Wakongomani wanasema malembe. Taumia. Sasa nimkaribishe mchungaji Sayuni na Kasim Godigodi ujiandae, na mchungaji Mashanja ndio mchungaji wa mwisho ajiandae. Alafu tutasimama wote tuje mbele ya kamera tufanye maombi. Maombi yataongozwa na baba askofu au mchungaji mtamteua nyinyi watumishi. Na shehe wamesema wameshapanga. Karibu mama yangu. Karibu sana. Mama, nyinyi kina mama ni watu muhimu sana, ni watu wenye huruma. Karibu mama yangu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Sayuni Mwakatobe. Nashukuru kupata nafasi hii. Nishukuru viongozi walioandaa siku ya leo. Namshukuru sana rais wa nchi hii ambaye ameweza kupita kwa kishindo kikubwa. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu yeye amesababisha Samia awe rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke ambaye amethubutu. Kwa kweli nilikuwa naangalia kwa kazi alizokuwa anazifanya au anazozifanya, mimi mmoja wapo ni shahidi. Sijaambiwa ila nimeona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nililoliona ni kuona barabara zinaenda sawa. Zilikuwa zimesimama, lakini mama amekuja amemaliza pale ambapo haitakiwa paishi. La pili, nimeona hospitali. Mimi ni mtu wa Mbeya. Kijijini kwetu kule Mwakaleli Kandete, kuna watu wataelewa ninachokisema. Kulikuwa hakuna hospitali. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilienda kumpeleka mdogo wangu hospitalini. Nilichokishangaa cha ajabu,
kuna hospitali nzuri. Watu walikuwa wanatoka Makaleli kuelekea Itete kwenda kutibiwa. Wamama wajawazito wanaenda kujifungulia Itete. Kitu ambacho nilichokishangaa, ambacho kikanipa hamasisho na nikafurahi, nilipofika hospitali ya Kandete nilikuta kuna madaktari wa kutosha. Nilimpeleka mdogo wangu kwenda kujifungua. Nilipofika nilimpeleka kwenye majira saa 3 ya usiku na mvua inanyesha. Wakati wanampima wakasema huyu binti anaenda kufanyia operation. Nilichoshangaa, alifanywa operation sikutoa hata shilingi 10, ambayo zamani tulikuwa tunatoa 360. Unajifungulia mpaka leo kuna watu wanajifungulia kwa hospitali. Lakini mimi nilienda hospitali ya serikali, mdogo wangu akajifungua vizuri na kulikuwa na madaktari 3. Nakumbuka kwa sababu nimeona kwa macho yangu kwamba mama amefanya vizuri kwenye sekta ya hospitali. Alipojifungua yule binti yangu, nikawaeleza nitoe shilingi ngapi, wakasema utatoa hata shilingi 10. Nikamwambia imekuaje? Wakasema hapa ni bure. Hospitali nzuri, ina vipimo vya kutosha. Hilo nampongeza sana Mama Samia, na anasema kweli kuwa ni Queen wa Africa, apewe zote, aitwe Queen Africa. Ni mama aliyethubutu. Lakini pia niangalie shule. Nilikuwa naangalia shule miaka mingi kidogo mimi nimesoma. Usinione hivi nimepita miaka mingi. Shuleni kwetu tulikuwa wanafunzi 95. Walifaulu wanafunzi 2 tu. Sijui mimi na jamani, mimi kuangalia nyuma. Walifaulu wanafunzi 2. Mmoja ni daktari pale Temeke. Tena sitaki kumtaja jina. Ni daktari, tumesoma darasa moja, kiti kimoja. Walifaulu 2 tu, na mmoja ni mchezaji wa Yanga kama sikosei. Labda kama ameacha saizi. Alifaulu mtu wa pili anaitwa Asa Makilasa. Ni daktari pale Temeke. Lakini sasa cha kushangaa, watoto wetu wanafaulu na shule wanaenda wanasoma bure. Mama yetu amethubutu na amefanya. Na ni mwanamke wa kwanza Afrika naweza kusema tumpe kula zote za kwamba mama asirudi nyuma, aendelee mbele. Hatutanyamaza kwa sababu tunayaona matendo yake anayoyafanya. Hii ni nchi kamili na viongozi kamili. Sasa nimkaribishe mchungaji Masanja. Mchungaji Masanja kama sasa. Yes. Naam, karibu baba mchungaji kwa ajili ya kusema neno. Mchungaji wetu huyu, mzee wetu, kiongozi wetu wa kiroho. Baada ya hapa sasa tujiandae kwa ajili ya maombi. Karibu baba. Naam. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee kabisa kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuweza kuongea na Watanzania pamoja na wachungaji ambao mko mahali hapa na mashehe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitakuwa na mengi sana ya kuongea kwa sababu wenzangu wote waliopita wameongea. Na tutaka kusema ni kwamba amani ya Tanzania ni tunu ambayo tulipewa na Mungu, ambayo tukiichezea tutateseka sana. Biblia inatuambia hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kutubu na kuacha dhambi zao njia mbaya, nitashuka na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba ili nchi iwe na nini? Na amani. Hatukuambiwa kwamba tupige kelele, kujibizana, kukwaruzana ndiyo tupate amani. Tushuke, tunyenyekee. Lazima tushuke, tunyenyekee, tuiheshimu mamlaka iliyo juu. Tusipoiheshimu mamlaka iliyo juu na sisi tukapanda juu, mpenda alikwambia moto unalipuka. Kwa sababu mamlaka imewekwa na Mungu.
Na wewe mwanadamu uliyeumbwa na Mungu umeambiwa kwamba uitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Unageuka na wewe unataka uwe na mamlaka juu ya mamlaka. Kinachofuata pale ni moto. Na moto ukitokea pale unaangamiza wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika matukio yaliyotokea tarehe 29 tunaona askari walikufa, raia walikufa, wachungaji walikufa, watoto walikufa, mali ziliharibiwa, ofisi za serikali ziliharibiwa kwa sababu wote walipanda juu. Ukipanda juu ni moto unalipuka, na moto ukilipuka kuuzima ni kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachotakiwa sisi kama watu wa Mungu ni kushuka chini na kuiombea nchi amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaofanya haya utakuta ni Wakristo, ni Waislamu, ni wapagani. Katika nchi hii asilimia kubwa ni Wakristo na Waislamu. Wapagani ni wachache sana, lakini wapagani huwasikii sana, lakini utawasikia Wakristo na Waislamu, baadhi yao wasiotakia mema nchi, wanatamka mambo ya hovyo yasiyofaa. Wanachochea vurugu. Lakini hao wanakuja kanisani wanasali, wanakuja msikitini wanasali. Nitoe rai kwa wachungaji na maaskofu, tukemee hii hali. Usimwangalie mtu kwa sura yake, labda kwa sababu anakuja na fedha nyingi anakupa, ukashindwa kumwambia ukweli. Anapochezea amani anahatarisha maisha yako, anahatarisha familia yako, anahatarisha usalama wa nchi. Hatuwezi kuwa na amani, hatuwezi kuwa na furaha. Katika Biblia tumeambiwa hivi, katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura 13 mstari wa 7 na 8 kwamba upendo unavumilia yote, upendo unasamehe yote, upendo hauhesabu mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukikosa upendo ndio tutaanza kukurushana. Huyu mama hafai, huyu rais wetu hafai, wewe ndio unafaa. Kama yeye hafai na wewe hufai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitoe rai kwa mama yangu, Queen of Africa, Rais mpendwa Samia Suluhu Hassan. Asivunjike moyo wala asichoke, kwa sababu sio wa kwanza yeye kutendewa hivi. Hata Yesu mwenyewe walimtendea hivi. Alikuja kwao akawaponya wagonjwa wao, akawasaidia, akawafufua wafu wao, lakini bado hao aliokuwa akiwafanyia hayo mema walimpiga mawe, walimchoma mikuki, wakasema huyu asulubiwe, wakasema Baraba ndio afunguliwe, yule mwizi mnyang'anyi ndio afunguliwe. Kwa hiyo mama, usivunjike moyo, wewe sio wa kwanza kutendewa haya. Jipe moyo mkuu, songa mbele, na sisi tuko pamoja na wewe, tutaenda na wewe popote pale, tutasimama na wewe, tutakuombea kwa sababu umewekwa na Mungu. Nataka niwape mfano mdogo tu. Kama Mungu asingekuwa ameruhusu Samia awe rais wa Tanzania, asingekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mdogo nataka kutoa ni huu. Wote tunakumbuka maafa yaliyotokea katika gorofa la Kariakoo. Si tunakumbuka gorofa lile lilianguka. Kuna watu mle walikufa, kuna watu walitoka wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ukiniuliza kwamba ukimuuliza yule aliyetoka mle gorofani, ulitokaje? Si atakwambia ni Mungu tu. Kama Mungu asingekuwa ameruhusu asitoke mle, asingetoka. Na kama Mungu asingeruhusu kwamba Samia awe rais, asingekuwa hata iweje. Maadamu amekuwa rais na ameapa, na sisi kama viongozi wa dini tumesajili taasisi zetu katika Wizara ya Mambo ya Ndani inayoongozwa na serikali ya Rais Samia, hatuna budi kumtii na kumheshimu. Full stop.
tukileta mambo yetu kwamba yani mambo kwamba kweli Mungu hakutaka tuanze kumwombea afe, na kuambia utaomba afe hata kufa, kwa sababu aliyemweka pale ni Mungu. Yes, utakufa mwenyewe. Na Biblia inatuambia hivi, kama tumemchukia rais, basi atakiwa tumpende sana. Biblia inasema kwamba atakaye kuiponya nafsi yake lazima iangamize. Kama mimi naona kwamba Rais Samia ni mbaya, basi inabidi nimpende sana nafsi yangu ili kwamba ipone. Na kama kwamba namwambia kwamba rais kufa, yaani maombi hayo kwanza hayafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumetakiwa tumpende adui kama nafsi yangu. Jinsi nafsi yangu sitaki ipate matatizo, jinsi nafsi yangu sitaki ipate shida, ndivyo na wewe nikutendee hivyo. Sasa nani ambaye anatamani nafsi yake ife? Nani ambaye anatamani nafsi yake iumie? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa tunadanganyana tu hapa kwamba rais tutamwombea atakufa. Na ndio maana siku hizi mimi wanikaa nyumbani nacheka tu, nikiangalia mitandao nabii nyingi za uongo feki. Mwezi wa 3 atakufa, kitatokea kitu. Hakitokei kwa jina la Yesu. Nani aliyeruhusiwa kutoa uhai wa mtu? Ni Mungu peke yake ndiye aliyeruhusiwa kutoa na uhai wa mtu. Kwa hiyo ukifa leo ndio Mungu ametaka ufe. Wangapi wamepata ajali mbaya lakini atoka mzima? Ukiangalia gari halitamaniki, lakini unashangaa mtu ametoka. Ujue siku zake bado ni Mungu ameruhusu. Kwa hiyo rais wetu tunaye na tunatamba naye na tunalinga naye. Kuna watu wengine wakasema nyie ni machawa. Sawa, acha tuwe chawa. Acha tuwe chawa. Lakini kwa sababu tunachokifanya ni mpango halisi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawasikia wengine wasema wale sio wachungaji. Sio wachungaji sisi. Eti wale sio wachungaji, wamejiokota kota, tumejiokota sisi. Sisi ni wachungaji na mbingu zinatutambua kwamba sisi ni wachungaji. Hawa ni mashehe, hawa ni mashehe. Yaani kwa sababu ya matakwa yako kwamba hutaki kuendana na serikali tukufate, hatukufati kwa jina la Yesu. Sisi tutasimama na kweli na tutatembea na kweli, tunatamba na kweli. Ndio. Inakuwaje? Eti wale sio. Mimi ni mchungaji kweli kweli. Na ninasema kweli na mbinguni nakwenda. Mbinguni nakwenda kwa sababu ninasema ukweli. Wale sio. Yaani mtaka paka muone kwamba amekuja labda Gwajima hapa au Mwapoza ndio sema mchungaji. Anaweza kama mkubwa, ana watu wengi lakini haendi mbinguni. Mbinguni wanakwenda waliomkiri Yesu, waliomkubali kuwa Bwana ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watakatifu ndio wanaokwenda mbinguni. Unakaa unasema wale sio wachungaji. Nyie wote nyie sio wachungaji nyie. Hamna makanisa mnaochunga. Tunakwenda mbinguni na ukweli tutausema popote pale. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Tutasimama hivi kama mchicha, lakini tutatetea nchi yetu, tutaipigania nchi yetu, na nchi yetu itakuwa na amani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom, shalom. Mungu akubariki. Naam, mchungaji amesema kweli kwamba mbinguni watu wataenda tu kwa kusema ukweli. Hata Biblia imesema heri mwenye moyo safi watamwona Mungu. Na yule mwasasu walimba heri wenye moyo safi watakwenda. Sasa wewe uking'ang'aniza wachungaji wewe kama wewe, haiwezekani. Hao ndio wachungaji, wanachunga kondoo wa Mungu.
na wana makanisa yao na wanaridhika kwa kila wanachowapa Mungu. Hata wakipata fungu la 10 shilingi 10 ndio Mungu kawapangia. Hawawezi kuvunja heshima ya Mungu wao wa kufurahisha wewe. Haiwezekani. Sasa ni wakati wa maombi ya mwisho. Nafikiri tunaelekea mwisho. Wachungaji wote waje mbele kama sikosei, na baadhi ya waumini kama patatosha, ili maaskofu na shekhe mje hapa kwa ajili ya maombi. Karibu shekhe kwa ajili ya dua. Naam, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanika hapa na niwashukuru sana. Shukuru mwenyekiti na shukuru maaskofu na wachungaji na ndugu waandishi wa habari kuweza kujumuika katika dua hii na kikao hichi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka zako na kwa utukufu wako ya Rabbi. Tumekusanyika hapa waja wako dhaifu na wanyonge ya Rabbil alamin. Tunaikabidhi nchi hii katika mikono yako mitukufu ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwakinge wa Tanzania na kila aina ya husuda, na kila aina ya vijicho, na kila aina ya shari. Kila anayetupangia mipango mibaya, Mwenyezi Mungu tunaomba umrejeshee mwenyewe ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa wale walioko mbali na kwa wale walioko karibu ambao wanatakia mema nchi ya Rabbi, uwajalie na wafungulie mambo yao ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zako na kwa utukufu wako ya Rabbi, nchi hii inapita katika kipindi cha mpito ya Rabbil alamin, kipindi ambacho tunakuhitaji sana Mwenyezi Mungu ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa niaba ya Watanzania wote ya Rabbi, tunakuomba utufungulie milango yako ya kheri, tunakuomba utupe baraka zako, tunakuomba uendelee kuifanya nchi hii iwe ya amani ya Rabbil alamin, kama ulivyosema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Watakapokuuliza kuomba waja wangu waambie niko karibu. Ujibu da'watad-da'i, najibu maombi ya wale wenye kuomba. Idha da'ani, zama wanaponiomba. Lakini faliyastajibu li, nao wanijibu mimi Mwenyezi Mungu, waliyu'minu bina, waniamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa wote wanakuamini ya Rabbi kwa uwezo wako na kwa baraka zako. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu tunamkabidhi rais wa Tanzania katika mikono yako ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunamkabidhi rais katika mikono yako ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunamkabidhi Rais Samia Suluhu Hassan katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi makamu wa rais katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi waziri mkuu katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi spika wa bunge katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi waziri mkuu katika mikono yako ya Rabbil alamin, mkuu wa majeshi, vyombo vya ulinzi na usalama vyote, na Watanzania wote ya Rabbil alamin. Tunaomba wale waliokuwa wagonjwa waponye ya Rabbil alamin, wale waliokuwa maskini wavue maskini ya Rabbil alamin. Ufungue milango ya riziki katika nchi hii ya Rabbil alamin, usitufishe katika maskini ya Rabbil alamin. Watanzania wafaidi rasilimali zao ya Rabbil alamin kwa uwezo wako na kwa baraka zako. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Na viongozi wa dini makini, wenye nidhamu, wenye akili, wenye maarifa na weledi, na wanasema na Mungu siku na mchana kwa ajili ya taifa hili, na dunia ijue kwamba viongozi wa dini wako nyuma ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Queen of Africa. Karibu baba askofu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na kitabu cha Ezra sura 10 mstari wa 4, kuonyesha kwamba sisi tupo pamoja na mama rais wetu. Neno hili linasema hivi: inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tupo pamoja na wewe, uwe na moyo mkuu ukayatende. Haya maneno haya yanahusiana na rais wetu Samia Suluhu. Tumwombee awe na moyo mkuu wa kuitenda kazi yake ya kuiongoza nchi yetu. Baba mtakatifu, uketie mahali pasiri, mahali palipoinuka. Baba, tumesoma neno hili katika kitabu cha Ezra. Neno hili linasema inuka, awe na moyo mkuu na kuitenda. Mungu wa mbingu na nchi, tunaiombea rais wetu na uongozi na utawala wote, wakawe na moyo mkuu wa kuitenda na kuiongoza nchi yetu. Mungu wape moyo ushujaa, Mungu wape moyo wa nguvu ya kusonga mbele,
Mungu wape moyo wa hekima na maarifa ndani yao, ukaongoze kwa utukufu wako, ukawalinde Mungu Bwana wa majeshi jemedari. Ponya rais wetu, ponya mwili wake, ponya ufahamu, ponya usawa wa tumbo lake, ponya watu wanaomzunguka, ponya viongozi wote wa serikali. Mungu wa mbingu na nchi, tunatangazia ulinzi wa Mungu ukamzingire mahali pote anapoingia na kutembea. Bwana ukamzingire mahali popote anapoingia na kutoka. Bwana ukamlinde, ukampe afya njema, ukampe nguvu mpya ya kuiongoza nchi yetu na kuipa nguvu mpya juu ya kusonga mbele katika nchi yetu. Mungu wa mbingu na nchi, nakemea mabaya yanayoinuka, na kataa silaha yoyote ya magonjwa, na kataa silaha ya uharibifu, na kataa silaha ya ajali, na kataa uharibifu, na kataa giza, na kataa mashambulizi ya maneno, na kataa mashambulizi ya mapepo, na kataa uharibifu juu ya rais wetu na viongozi wanaomzunguka. Mungu wa mbingu na nchi, tunaikabidhi nchi hii ya Tanzania, tunaiweka mkononi mwako. Mungu itawale taifa hili, Mungu itawale taifa hili, Mungu ongoza taifa hili, tuongoze wa Tanzania, ongoza rais wetu, ongoze viongozi wetu. Bwana ongoza nchi yetu. Nchi yetu tunaiweka mkononi mwako, maana chochote kinachokuwa mkononi mwako kinakuwa salama. Nasi tunaikabidhi Tanzania kwa Mungu, Tanzania kwa Yesu, Tanzania kwa Yesu. Yesu, ongoza Tanzania. Mungu, ongoza taifa hili. Bila msaada wako hatuwezi jambo lolote, hatuwezi jambo lolote. Nyosha mkono wako juu ya taifa hili, nyosha mkono wako juu ya vijana wa Tanzania, nyosha mkono wako juu ya mama Tanzania, nyosha mkono wako juu ya baba Tanzania, nyosha mkono wako juu ya watoto wa Tanzania. Mungu tulinde, tuepushe na maradhi, tuepushe na magonjwa ya hewa, tuepushe na hatari, tuepushe na giza. Mungu wa mbingu na nchi, linda viongozi wote wa dini, linda viongozi wote wa dini, linda viongozi wote na washirika wote wao. Bwana kawalinde kwenye misikiti yao, kawalinde kwenye makanisa yao, kawalinde mahali popote, kawalinde. Wape nguvu Tanzania na Watanzania wote, wape neema ya kuiombea nchi yao, wape nguvu ya kuiombea nchi yao, na achilia neema ndani yao. Kila mmoja Mtanzania aitakie amani nchi hii, nami natangaza amani ikae juu ya kuta ya Tanzania, amani ikae juu ya rais wetu, amani ikae juu ya watoto wetu, amani ikae juu ya nchi yetu. Tunatangaza amani kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye kata na vijiji na kila mitaa, amani katika nchi ya Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, ukatupe amani, ukatupe kustawi. Nchi ya Tanzania ikawe nchi ya kustawi, ikawe nchi ya kuigwa, ikawe nchi ya baraka. Natangaza baraka za Mungu zikamiminike juu ya taifa la Tanzania. Baraka za Mungu zikaambatana na sisi, maana imeandikwa, lolote tutakalo libariki taifa la Tanzania litabarikiwa. Mungu, tunambariki rais wetu, hawe baraka kwenye nchi hii, hawe baraka kwenye nchi hii, hawe baraka kwenye nchi hii, na uzao wake tunambariki kama ilivyoandikwa, lolote tutakalo libariki nalo litabarikiwa. Mungu wa mbingu na nchi, wale wanaolaani mabaya juu ya rais wa Tanzania walaaniwe, kwa sababu Biblia imeandika, lolote watakalo lilaani nao watalaaniwa. Mungu wa mbingu na nchi, tunakusihi, tawala nchi ya Tanzania. Tunaiachilia Tanzania kwenye mikono salama ya kwako. Tunaikabidhi Tanzania kwenye mikono salama ya uweza wako na nguvu zako. Asante Mungu wa mbingu na nchi, kwa kuwa Bwana utakuwa mtawala wetu, utakuwa Mungu wa amani yetu,
utakuwa Mungu wa faraja yetu, utakuwa Mungu mponyaji wetu, utakuwa Mungu mwokozi wetu, utakuwa Mungu unayetawala na kutuokoa. Baba, ninakushukuru. Asante kwa wachungaji hawa, asante kwa mitume hawa, asante kwa maaskofu hawa, asante kwa maaskofu hawa, asante kwa ajili ya kiongozi mwenyekiti wetu. Baba, asante kwa hawa viongozi, kwa waandishi wa habari waliofika hapa. Asante kwa washirika wote waliofika hapa. Asante kwa kila moja aliyekanyaga malango haya. Mungu wa mbingu na nchi, umbariki na kumlinda. Kutukufu jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Lakini tunatoa ahadi ni kwamba mikutano hii sasa ni endelevu. Sasa ni endelevu kwa kila mkoa, kila wilaya na kila eneo. Na wachungaji hawa na maaskofu hawa tutasafiri kila mkoa ili kufikisha ujumbe huu. Wakitaka hivyo ndio hivyo, wasipotaka tutafika kwa uwezo wa Mungu. Asante.